Jeshi la Polisi mkoa wa Kaskazini Pemba limeendelea na jukumu lake la msingi la kuimarisha usalama wa raia na mali zao kwa kufanya doria na misako katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu wa Kaskazini Pemba ili kuimarisha ulinzi na usalama. Sambamba na hiyo, Jeshi la Polisi mkoa wa Kaskazini Pemba kufuatia ushirikiano mzuri na vyombo vingine vya ulinzi na usalama na jamii pamoja na taarifa zetu za kiintelijensia, tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa jumla 10 katika kipindi cha mwezi Juni, Julai mwaka huu 2026 wanaohusiana na makosa mbalimbali, wakiwemo watuhumiwa 3 wa makosa ya ubakaji na makosa 3 ya wizi pamoja na vitu mbalimbali vimekamatwa katika mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba. Katika tukio la kwanza, Abdalla Abeid Saif, huyu ana miaka 42, ni Muislamu, ni Mshirazi wa Kiwandani Kizimbani Wete, ambaye ni mwalimu wa skuli ya Abdul Wakil. Anatuhumiwa kwa kosa la kumbaka mwanafunzi wa shule hiyo ambaye anasoma kidato cha kwanza katika skuli hiyo. Pia Jeshi la Polisi linawashikilia watuhumiwa wengine 2 kwa makosa hayo ya ubakaji, ambao mmoja ni Saleh Ali Abdalla, ana miaka 20, yeye ni Muislamu. Kabila ni Ali Ismail, mkazi wa Limbani Wete, na wa pili ni Alfani Sultan Saif, huyu ana miaka 22, ni Muislamu, ni Mshirazi, yeye ni mkazi wa Tumbe Nyikani katika wilaya ya Micheweni. Watuhumiwa hawa wote wamehojiwa na watafikishwa mahakamani pindi upelelezi utakapokuwa umekamilika. Katika tukio jingine, mnamo tarehe 27 mwezi wa 6 majira ya saa 6 mchana katika maeneo ya bandari ya Chokaani, shehia ya Gando, wilaya ya Wete, mkoa huu wa Kaskazini Pemba, Jeshi la Polisi tulifanikiwa kukamata mashine moja ya boti aina ya Enduro Yamaha horsepower 15 ambayo ni mali ya kampuni ya Blue Alliance yenye thamani ya shilingi milioni 6 iliyokuwa imeibiwa tarehe 26 mwezi wa 6 2026 majira ya saa 1 kamili jioni. Mtuhumiwa au watuhumiwa wa tukio hili tunaendelea kuwasaka. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Kaskazini Pemba tulifanikiwa kukamata watuhumiwa wengine 2 kwa makosa ya wizi, ambao ni Ali Omari Mwandela mwenye miaka 20, ambaye anatuhumiwa kwa kosa la wizi wa mifuko ya saruji 70 na nondo 25 vyenye thamani ya shilingi milioni 1,190,000 mali ya kampuni ya Jesap Engineering inayoshughulika na ujenzi wa viwanja mbalimbali vya michezo katika mkoa wetu wa Kaskazini Pemba. Pia Julai 12 2026 majira ya saa 6 mchana huko katika maeneo ya Mtemani, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, alikamatwa Yunus Ali Suleiman, ana miaka 23, huyu ni Mshirazi wa Limbani, ambaye anatuhumiwa kuiba banners za gesi 70, roll pump site regulatory 10 vyenye thamani ya shilingi milioni 1,750,000 mali ya Kasim Kau, huyu ana miaka 31, yeye ni Mgogo, mkazi wa Limbani. Vitu hivyo viliibiwa siku ya tarehe 8 mwezi wa 7 2026 majira ya saa 2 usiku huko Limbani, wilaya ya Wete. Watuhumiwa wote hao pia wamehojiwa na muda wowote upelelezi utakapokuwa umekamilika tutawafikisha mahakamani. Kwa upande mwingine, katika mahakama zetu za mkoa wa Kaskazini Pemba na wilaya, jumla ya watuhumiwa 9 wenye kesi mbalimbali na makosa mbalimbali ya jinai walipata hatia katika hukumu zao ambazo zilitolewa. Miongoni mwa makosa hayo ikiwemo kubaka, unyang'anyi wa kutumia silaha, shambulio la aibu kwa watoto wa kiume, kufanya kitendo kinachopelekea uvunjifu wa amani, wizi wa mazao, shambulio la kuumiza mwili, kutorosha msichana na shambulio la aibu. Aidha, mtuhumiwa huyu wa unyang'anyi wa kutumia silaha anayejulikana kwa jina la
Ali Said Hussein ana miaka 22, yeye ni mkazi wa Utaani hapa Wete. Amehukumiwa yeye atatumikia chuo cha mafunzo kwa miaka 6 na fidia ya shilingi milioni 2 au alipe faini ya shilingi milioni 2. Jeshi la Polisi mkoa wa Kaskazini Pemba na wataka wananchi waendelee kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika mkoa wetu kutoa taarifa zitakazowawezesha kufichua uhalifu na wahalifu ili tubaki na jamii iliyo salama. Sambamba na hiyo, tunawaomba wananchi waendelee kushirikiana na wakaguzi wetu wa shehia mbalimbali katika mkoa wetu ili kuunda vikundi vya ulinzi shirikishi kuwezesha kufanya ulinzi shirikishi katika maeneo yao ili kuendelea kuleta amani na utulivu katika mkoa wetu wa Kaskazini Pemba.